Kauli iliyotolewa hadharani hivi karibuni na mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama tawala CCM, Askofu Josephat Gwajima, kuhusu masuala ya utekaji nchini Tanzania na kisha kutoa ushauri wake nini kifanyike ili kuondoa matukio hayo ya kikatili, imeibua mjadala katika bunge la Tanzania, huku baadhi ya wabunge wakimshambulia na kutaka afukuzwe wanachama. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa dini wameibuka na kuunga mkono kauli ya Askofu Gwajima, huku wakiwataka wabunge waliomshutumu kujibu kwa hoja kauli za askofu huyo. Mwandishi wetu Deokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusu taarifa hiyo akiwa Dodoma. Miongoni mwa viongozi wa dini waliotoka hadharani kumkingia kifua Askofu Gwajima ni Askofu Emmaus Mwamakula wa kanisa la Uamsho la Moravian, ambaye amesema kuwa alichozungumza Gwajima sio kipya, isipokuwa ni yale malalamiko ambayo viongozi wa dini, wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu na wanasiasa nchini Tanzania wamekuwa wakisema, isipokuwa watawala wanafumba macho. Askofu Mwamakula ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa alichokizungumza Gwajima ni kweli na ni hoja kubwa ambayo inapaswa kujibiwa kwa hoja, na kwamba ipo haja ya kubadilisha mfumo wa utawala, ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama viwe huru na utawala. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vinatumwa na mwenyekiti wa CCM. Kwa aliyosema Gwajima ni yale yale, ametumia tu nyingine, ni yale yale, kwamba mwenyekiti wa CCM, rais, ana mamlaka na vyombo hivyo. Pengine hekima ya Gwajima ni kwamba ili rais wa Tanzania asilaumike katika mambo haya, punguze mamlaka hata ya kuwateua na kuwaondoa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hizi kelele, bahati nzuri nimesikia mijadala ya bungeni na mijadala ya nje baada ya Gwajima wakimjadili Gwajima. Hawa watu wanajipendekeza kwa mtawala, lakini bahati mbaya sana Watanzania wote sasa hivi wanajua kinachoendelea. Kauli ya Askofu Gwajima imeibua mjadala katika bunge la Tanzania, huku baadhi ya wabunge wakimshambulia Gwajima ambaye ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia CCM kuwa kauli aliyoitoa hivi karibuni inapaswa kulaaniwa. Abasi Tarimba ni mbunge wa Kinondoni. Kuna mtu mmoja hapa ndani, mwenzetu mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua, anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano, anatoa mifano, anasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu, huko uliko. Jumamosi iliyopita Askofu Gwajima alitoka hadharani mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam akilaani na kushutumu mambo yanayoendelea ya utekaji nchini Tanzania, huku akisema kuwa kufuatia hali ilivyo hivi sasa nchini humu umefika wakati wa yeye kuongea na kukemea, kwani vinaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya taifa kimataifa na kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia. Ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Deokaji Makomba, DW, Dodoma. Na msikilizaji, tukisalia katika swala hilo huko Tanzania, baadhi ya wabunge wamesikia wamezusha mjadala mkubwa baada ya kutoa matamshi bwana Gwajima kuhusu, akitoa hadharani kutaka polisi tumie nguvu kubwa kuwakabili raia na wanaharakati kutoka nje wanaopaza sauti kuhusu hali ya kidemokrasia kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Baadhi wamesikika wakisema kuwa wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliokamatwa hivi karibuni nchini Tanzania na baadaye kudai kuteswa wamegadhibishwa. Mwenzangu Rashid Chilumba bila shaka amezungumza na Gabriel Mwang'onda, mchambuzi wa siasa za Tanzania, akiwa Dar es Salaam. Tumsikilize. Wabunge wanaonyesha hasira kali sana. Wanaonyesha hasira si kwa sababu tu ya kutekwa kwa wale watu, lakini kwa maneno yanayosemwa na wale watu wa Kenya. Haya yameleta shaka sana. Sio kama mbatika kuyaona. Maneno yale yanasemwa na baadhi ya watu wa Kenya. Maana sio wa Kenya wote, hapana. Lakini wanaharakati wa Kenya wakimtusi rais kwa matusi makali na pengine kumdhalilisha. Kisa ni kwamba Martha Karua na Mutunga, Jaji Mutunga wamerejeshwa nyumbani, lakini na yule mwingine kwa madai kwamba kapigwa na watu wa dola bila shaka. Lakini maneno yanayosemwa na wanaharakati wa Kenya pengine dhidi ya Rais Samia Suluhu yanasema mengi bila shaka, yanahalalisha matamshi ya wanasiasa pia wa Tanzania ikiwemo wabunge ya kutaka wale waliokamatwa chini ya mikono ya vyombo vya dola wangeadhibiwa ama pengine kupigwa kwa kiwango ambacho kisichomithilika. Inahalalisha? Hapana. Hilo jambo haliwezi kuhalalishwa na haliwezi kupata uhalali
wa kuwapiga zaidi au kuwatesa zaidi au kuwatenza nguvu kwa viwango vinavyovuka matakwa ya ya haki za watu. Hilo ni jambo haliwezekani, lakini tu kwamba wabunge, baadhi ya wabunge waliojadili, wengine naweza kusema neno wamekuwa overwhelmed, yani wamepita kiasi kwa mihemko. Na unajua sasa hivi ni wakati wa uchaguzi, watu wanakaribia kuingia katika kura za maoni na kadhalika. Nafikiri wengine walizungumza katika misingi ambayo leo unaweza kaita uchawa na kadhalika, lakini kimsingi mimi nafikiri reaction ili kumfurahisha nani bwana Hamdun, na kwamba kabla wale wabunge kabla watu wa Kenya, baadhi ya wanaharakati hawajaanza kumtukana Samia, haikuwa tabu sana, sikuwa nimeona maneno makali, lakini baada ya kumtukana ndo hasa kumetokea maneno mabaya kabisa, na wengi wakirifaa juu ya kile ambacho wanakizungumza wanaharakati wa Kenya na kadhalika. Hili linaweza kuchochea mvutano kiasi gani kati ya Tanzania na Kenya? Kwa sababu tumesikia vile vile wabunge kutoka Kenya nao wamesema watakwenda bungeni leo na watafanya kile wanachoita wenyewe kutoa majibu dhidi ya wenzao wa Tanzania. Una wasiwasi kunaweza msuguano wa kidiplomasia mkubwa ukatokea, sio? Sina mashaka yoyote, kwa sababu baadhi hata waziri mkuu wa Kenya amewalaumu wale wanaharakati wa Kenya, amewalaumu sana kwamba kwenye nchi za watu msiende kuyafanya yale ambayo kwa dasturi huwa mnayafanya hapa katika bunge. Kama unavyofahamu ndugu Rashid, kwamba kunakuwa na watu wengi, na watu hawa uwezo wao wa kufikiri mambo haufanani, hutofautiana, na uwezo wao kuyaendea mambo hutofautiana vile vile. Nafikiri kwamba kilichotokea ni kwa jinsi gani mbunge mmoja, maana si wote, kwa sababu wengine wamepinga vile vile jambo hili. Nafikiri hili kwa kiasi kikubwa limepelekea kukosa subira na kutamka maneno makali sana dhidi ya hao wanaharakati. Kumradhi mtazamaji na yule anayetusikiliza wakati huu, nilimtambulisha ndivyo sivyo. Huyu ni Marcel Hamduni, bila shaka akizungumza kutoka Mwanza, Tanzania, alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema upo uwezekano mkubwa kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walifanya uhalifu wa kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni baada ya shirika hilo kufanya mahojiano na baadhi ya raia waliozuiliwa na kundi la M23 katika miji miwili ya Goma na Bukavu. Zainab Aziz na taarifa ya kina. Amnesty International imewatuhumu waasi hao wa M23 katika eneo la mashariki mwa Kongo kwa kuwaua, kuwatesa,